Serikali yatambua mradi mpya wa kimageuzi katika tasnia ya maziwa. Serikali imeendelea kufanya juhudi za kuimarisha na kuweka mikakati bora ya kukuza tasnia ya maziwa kwa kutambulisha mradi mpya wa kimageuzi wa tasnia hiyo. Akizungumza katika warsha hiyo ya kutambulisha mradi wa kimageuzi wa tasnia ya maziwa uliofanyika tarehe 17 Machi mwaka 2025 mkoani Dodoma, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Profesa Riziki Shemdoe. Huu ni mradi ambao ni wa miaka 10. Ni mradi ambao utagharimu fedha za Kimarekani dola milioni 174.36. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni moja ya maeneo muhimu sana, kwani inategemewa sana na wananchi na Watanzania wengi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa upatikanaji wa fedha hizi. Lakini tunashukuru kwamba leo hii mradi huu sasa unakwenda kuanza, na hii ni workshop yetu ya kwanza ya kuzindua mradi huu. Jawapo tutakapokuwa tunatoka hapa, sisi wote tuhakikishe kwamba tunakoenda kufanya mradi huu tuzingatie thamani ya fedha. Tuzingatie muda wa mradi. Kama nilivyokwisha kusema, mradi huu ni wa miaka 10. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba muda tulionao tuupange vizuri, ndani ya miaka 10 tukamilishe malengo ya mradi, kupata matokeo chanya kwa wale ambao tunawategemea kufanya kazi hii. Nikimaanisha hapa vijana, wakina mama, lakini na hata wenye ulemavu ambao wamehusika watahusika kama wanaonufaika na mradi huu. Ni vyema sana tukahakikisha kwamba tunawapa matokeo. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo na Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo wa Zanzibar, ndugu Alhamisi Juma, yeye alieleza kwamba mradi huo unategemea kuinua kipato cha maisha ya Mtanzania, hususan wafugaji, kwani serikali imejipanga kushirikiana na wafugaji wadogo na kuwasaidia kukua katika tasnia ya maziwa. Kama Wizara ya Kilimo Zanzibar tumejipanga kuona kwamba tunafanikisha swala hili, hasa kwa sababu ni sehemu ya mradi huu. Na moja kati ya mambo ambayo tumejipanga ni kuona kwamba wale ambao tunao kunako listi yetu, kwa maana wafugaji wadogo wadogo, tunaanza kuwafuatilia tangu leo mradi unapoanza, tuweze kuona jinsi wanavyokuwa katika sekta hii na tuone mabadiliko katika maisha yao. Mradi unalenga pia vile kuangalia vijana ambao wamejiingiza kunako sekta hii ya mifugo, lakini vile na kina mama ambao kwa hivi sasa sio wengi sana, lakini tutatumia nguvu nyingi kuwashajisha na wao waweze kuingia kunako sekta hii ili tuweze kuona mafanikio. Mkurugenzi wa uzalishaji na maendeleo ya masoko ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ndugu Steven Michael, ameeleza kuwa maziwa yanachangia 30% ya pato la taifa, japo kunahitajika kuhakikisha upatikanaji wa maziwa unatakiwa uwekewe mazingira mazuri, ikiwemo kuboreshwa kwa malisho na upatikanaji wa maji, huduma za ugani, utafiti na mafunzo na masoko kwa ajili ya wafugaji. Kwa hiyo unaweza kuona miongoni mwa mazao ya mifugo ni zao la maziwa. Kwa tathmini ambayo tumeifanya kwenye mipango yetu ambayo tunasema ni Tanzania Livestock Master Plan, mpango wa miaka 15 ijayo ya Tanzania kuanzia mwaka 16-17 mwaka 30-31, imetuonyesha kwamba miongoni mwa mazao matatu ya kipaumbele kwenye sekta ya mifugo ni mazao ya nyama, maziwa na ngozi. Na ukiangalia nyama inachangia 40% ya pato la taifa, ambalo ni 6.7% ya GDP ya nchi. Lakini maziwa inachangia 30%, na 30% iliyobakia inachangiwa na mazao mengine. Zao la maziwa kwa tathmini tulifanya kufikia mwaka 30-31 inaonyesha kutakuwa kuna upungufu wa maziwa kiasi cha lita milioni 5.8. Naye mkurugenzi wa Bodi ya Maziwa Tanzania Profesa George Msalia amesema kwamba tasnia ya maziwa ina changamoto nyingi, zikiwemo uzalishaji mdogo wa maziwa, masoko na ukusanyaji wa maziwa ambao unachanganywa sana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo mradi huo
utaenda kufanya mageuzi makubwa katika tasnia. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mradi huu tuna uhitaji, kwa sababu ni mradi ambao utaenda kusaidia sana tasnia ya maziwa ambayo tumekuwa tukisema ina changamoto nyingi, zikiwemo changamoto za uzalishaji mdogo, tuna maziwa kidogo nchini bado hayatutoshi, ikiwemo habari ya masoko ya maziwa, ikiwemo habari ya ukusanyaji wa maziwa yaweze kuwafikia walaji, lakini na kufanya biashara iweze kuwa biashara nzuri itakayoweza kuleta faida kwa wazalishaji na wahusika wote au stakeholders wa tasnia ya maziwa. Kwa hiyo ni mradi ambao ni mkubwa, ni mradi ambao tunataraji kwamba utakapomalizika utakuwa umefanya mageuzi makubwa sana katika tasnia yetu ya maziwa. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.